Mambo vipi mpenzi mtazamaji, karibu katika episode ya pili ya recap yetu. Kama bado hujatazama episode ya kwanza, kisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Katika episode ya kwanza tulishaona tayari mlogeko umeshafanyika na mtuhumiwa wa kwanza ni bidada Jinhee, kwani timu ya maafande wanahisi kwamba huyu atakuwa anahusika sana katika mauaji ya yule kiongozi kwa sababu alikuwa na ugomvi naye kabla. Lakini kama tunavyojua, masuala ya mauaji yanahusisha ushahidi. Je, watapata ushahidi upi ambao utadhibitisha kana kwamba yule kiongozi ameweza kuuliwa? Kwa sababu tuliweza kuona ameanguka tu. Uchunguzi wa kidaktari, je, utakwenda kutoa majibu sahihi? Itakuwaje? Na haraka sana mwanamama Jinhee akaitwa kituo cha polisi. Yeye moja kwa moja alijua anaitwa na mume wake. Mume wake akamwambia hapana, kuna watu wanatakiwa kufanyia mahojiano, fanya haraka. Akaingia katika chumba cha mahojiano na maswali yakawa yameanza. Lakini bidada wakati anaulizwa, yeye akakiri wazi kwamba alimwambia Sojin aweze kumloga kiongozi wake kwa sababu ni kama walikuwa na ugomvi. Ndio hicho pekee alichoweza kukifanya. Sasa kwa kuwa serikali haiamini uchawi, wakawa wameweza kumtoa. Sasa kuna afande mmoja hivi akawa anamuuliza bidada Jinhee, inawezekanaje yule mtu aliweza kufa? Hakuna ogani yoyote iliweza kuguswa na binadamu wala hakuna sumu ambayo ameweza kupigwa. Imekaje kaje? Akasema bana, kuna kabidada kanaitwa Sojin. Kale kabidada bana kakikoroga unakufa kweli. Lakini jamaa akamwambia mke wa kiongozi wake kwamba hivi unajua kwamba unachokifanya ni mauaji, kwa sababu licha ya kwamba ndio unaua kwa kuroga, lakini hata kama hakuna ushahidi, ila wewe ndani yako kunatakiwa kujawa na hukumu kwamba ulichofanya ni mauaji ujue. Haya maneno yalipenya katika moyo wa bidada Jinhee mpaka ndani ya mtima wake. Lakini kama tunavyojua, wale watu wa msituni wana mtandao mkali sana, mpaka katika kituo cha polisi wana watu wao, na wakawa wameweza kutumiwa ripoti kwamba kuna mtu ameweza kufa katika kifo cha kurogwa tu. Sasa kwa mara ya kwanza tunamwona mmiliki wa ule msitu ama mwenyekiti. Huyu jamaa anafahamika kama Chairman Jong-yo, na huyu ndiye yule aliyekuwa ameamuru mama yake na kale kabidada aweze kuuliwa kipindi kile na nyumba yake iweze kuchomwa, na alimtumia mganga mwenye uwezo wa kuroga mpaka akaua. Sasa alipoweza kuona aina ya kifo ambacho yule mkuu wa kituo cha habari aliweza kufa, akasema kwamba hichi kifo kinaonyesha uchawi umetumika hapa. Haraka sana akamwagiza sekretari wake amtafute mchawi mkuu anayefahamika kama Jung Kyang aliyekuwa yuko nje ya nchi kwa ajili ya matibabu ya kuroga. Sasa akasema kwamba anatakiwa kurudi nchini haraka sana ashughulikie swala hili. Na ukumbuke kwamba Jung Kyang ndio aliwahi kumuaga mamake na bidada Sojun kwa kuweza kuchoma nyumba yake moto. Hili ganga kubuku linalofahamika kama Jung Kyang ndio likawa linatimba mitaa ya poti baada ya kupigiwa simu moja tu na mwenyekiti wa kampuni. Sasa bana, ripoti juu ya kifo cha mkuu wa masuala ya habari ikawa imetoka, na daktari anasema kwamba huyu jamaa tumegundua kwamba ni kama kuna ongezeko la asidi liliongezeka mwilini, lakini kama pia alipata muscle cramp, yani mishipa yake misuli ilikaza. Lakini baada ya uchunguzi mwingi kutaka kujua sababu ni nini hasa, tumekuja kugundua kwamba hivi vitu vilijitokeza vyenyewe kama vyenyewe, hakuna sababu yoyote kutokea nje, yani kwamba hakuna aliweza kumzuru wala aliweza kumsababishia hali hiyo. Bwana, maafande vichwa vinauma kwa sababu hakuna mtu wa kumtuhumu wala wa kumuhisi kwamba ameweza kuhusika katika jambo hili, kwa sababu hakuna cha ushahidi wala hakuna kitu ambacho kinaonyesha kwamba huyu mtu aliguswa wala alichoweza kukitumia. Wakati wanatoka maeneo hospitalini kinyonge sana, wakapokea ripoti kutokea kwa mtu mmoja akisema kwamba tumekuja kugundua kwamba simu ya yule mkuu wa masuala ya habari ilikuwa inatumika sana kuwasiliana na sekretari wa mwenyekiti Jong Han, na mara nyingi sana walikuwa wakiwasiliana. Huenda basi kupitia mawasiliano yao kutakuwa kuna siri juu ya kifo chake hiki. Lakini hata simu ya mwisho alikuwa amewasiliana nayo ni ya huyo sekretari wa yule mwenyekiti wa msitu. Sasa kiongozi mkuu wa jeshi la polisi akaagiza kwamba hii kesi ichunguzwe kiupasavyo kabisa, waweze kugundua nini ambacho kiko nyuma ya pazia. Sasa bidada Jinhee, unajua haamini kabisa kwamba ameweza kuua mtu. Akaanza kupeleza katika mitandao ya kijamii, anakuja kugundua kwamba haya masuala ya kuroga mtu yalikuwepo miaka ya zamani, lakini kwa sasa hivi hayapo. Sasa bidada Jinhee akaanza kuwaza kwamba hika kabidada ina maana kanaweza kuroga watu, na kameanza shughuli hii lini? Akataka kufuatilia na kutaka kujua undani wake. Moja kwa moja akaelekea katika shule ambako kabidada kanasoma. Sasa kwa kweli ilikuwa ni mishale ya jioni sana, basi mume wake akawa anampigia simu, akaanza kumwambia uko wapi, nyumbani haupo, uko kwenye shughuli gani sasa hivi? Lakini bidada Jinhee akasema, mume wangu, naomba unisubirie nyumbani, kuna jambo nalihangaikia huko, nitarudi sio muda mrefu. Mume mtu basi kinyonge hivyo akawa anaingia chumbani kwenda kulala. Lakini mzee baba ile anatazama pembeni, si anagundua kuna kifuniko cha biki ambacho kinaonyesha jina la yule kiongozi wa masuala ya habari. Sasa bidada alichukua ile jina kwa ajili gani? Mume akaanza kumtilia shaka mke wake isije kawa kako nyuma ya pazia mauaji huyu ndugu. Wanajua bidada Jinhee alisema wazi kabisa kwamba yeye ameweza kumuua lakini kwa kumroga. Wao wakajua kwamba bidada anafanya masiala ama anachokiongea hakina undani ndani yake. Lakini kumbe bana, hii issue ni serious kabisa, ni kweli bidada aliweza kuua kwa njia ya kuroga. Sasa bidada Jinhee akaendelea kumfuatilia bidada Sojin kujua hata wapi anakoishi. Kwa bahati mbaya sana bidada Sojin akawa amevutwa na wanafunzi fulani kama watatu hivyo, wamempeleka chimboni huko, wakaanza kumtembezea kichapo na kumwambia kwamba tunaomba uombe msamaha kwa mwanafunzi uliyekuwa umeweza kumloga. Mmoja kati ya wanafunzi alimlamba bonge la kibao, alafu akamnyoshia kisu na akamwambia kwamba iko siku nitaupasua mdomo wako kama ukiendelea kulaani wanafunzi wengine. Sasa kwa nini bidada Jinhee asijitokeze baada ya kusikia kibao kizito?
moja kwa moja jamani, nyie acheni mara moja, ndio wapigia simu polisi sasa hivi waje wakamate. Wakasema sisi tunaogopa polisi sisi, hebu njoo kwanza wewe mwenyewe tunakutaka wewe. Bidada Sojin kuona kwamba bidada Jinhee anakwenda kuingia katika matatizo, akaugusa mkono huyu kijana mmoja, na baada ya kugusa huo mkono akawa ameweza kumloga. Baada ya kumloga yule mtu akajikuta anatoka damu puani. Haraka sana wenzake wakamchukua na kuanza kumwaisha hospitalini. Bidada Jinhee kitendo cha kushuhudia haya anayoyafanya Sojin mpaka nguvu zikawa zimemwishia. Haamini kabisa kwamba mtoto mdogo huyu anaweza akafanya mambo makubwa kiasi kile, mpaka mwenyewe akajikuta hata nguvu ya kumhoji imepotea. Mganga Jin Kyang tayari ameshatimba mjini, tayari moja kwa moja akaelekea kwa mwenyekiti wa masuala ya msitu, na akawa na tabasamu kwa kusema kwamba nimerudi. Akaonyeshwa picha za yule mkuu wa habari alivyoweza kuuliwa. Basi mwanamama akasema mtu aliyeweza kumloga mtu huyu anaonekana anamiliki nguvu kubwa sana ya kiroho, na akasema wazi hii roho si ya Korea Kusini ama Korea Kaskazini, hii inaonekana imetokea mbali sana, ikiwezekana Japani au China huko. Na huyu mganga kubuku anayefahamika kama Jang Kyu akasema kwamba tutafanya tambiko kubwa sana ili kugundua ni nani aliyefanya ulogaji huo. Hilo tambiko linatakiwa lifanyikie kwenye mwili wa huyo mkuu wa masuala ya habari. Basi moja kwa moja sekretari akatembelea familia yule mkuu wa habari na akawapatia pesa nyingi sana kama pole, kisha akasema kuwa tunaomba tufanyie uchunguzi mwili wa mume wako ili tuweze kujua ni nini sababu ya kifo chake. Mbele ya pesa hakuna kinachoshindikana. Moja kwa moja Jin Kyang akaanza kufanya tambiko mbele ya mwili wa yule mwamba, akikuja kuona kwamba alikuja kulogwa huyu mtu kwa kutumia biki iliyokuwa imeandikwa jina kwa lugha ya Kichina, lakini huyu mtu alilogwa kwa kutumia picha iliyokuwa kwenye simu. Hatua ya mwisho ilikuwa ni kumuona mlogaji, lakini wakati anatafanya sasa ile tambiko aweze kumuona huyo mlogaji, ghafla tu kuna nguvu ilikuwa imemsukuma, nguvu ya ajabu sana, mpaka mwanamama akaweza kuzimia. Haraka sana wakataka kumchukua kumpeleka hospitalini, lakini mwanamama akaanza kujikongoja, jamani, hilo ina nguvu mno, huyu binti aliyefanya tukio hili anaonekana ni ana nguvu vibaya sana. Basi nyakati za usiku sana, mwanamama Jin Kyang mganga wa kienyeji akampigia simu huyu mwenyekiti na akamwambia kwamba ninahisi kwamba mtu aliyeweza kumuua mkuu wa habari kuna uwezekano mkubwa atakuwa na kukaribia wewe na lengo lake ni kuja kukuua wewe. Hasa huku mtaani bana, bidada Sojin pamoja na Jinhee wakawa wanajadili kuhusiana na swala lile la mauaji yaliyoweza kutokea, na bidada Jinhee akaanza kusema kwamba maafande wanatafuta ni nani aliyeweza kumuua yule mtu. Sasa bidada Sojin akasema kwamba wanamtafuta kati anaonekana kabisa kwamba ni wewe ndio weza kumuua na inafahamika kabisa. Lakini bidada Jinhee akasema kwamba mimi nilikuwa nimekasirika, sio kama mimi ndio nimeweza kumuua, mimi nilikuletea wewe umuue. Bidada akasema hapana, wewe ndio uliyeweza kumuua, mimi siwezi kumloga mtu nisiyemjua. Lakini baadaye bidada Jinhee akahisi kwamba haka kabidada ni kama kana kisasi pia na yule mkuu wa masuala ya habari. Lakini Sojin akasema kuwa hana kisasi na mtu yoyote, yeye ana kisasi na mtu mmoja tu, mtu anayefahamika kama John Yang ambaye ni mwenyekiti wa msitu, na akasema kuwa miaka 10 iliyoweza kupita alihusika katika kumuua mama yake. Bidada aliongezea kwa kusema kwamba sitosahau tabasamu la mwenyekiti yule pindi mamangu alipokuwa anakufa. Kiufupi ni kwamba miaka 10 iliweza kupita, huyu mwenyekiti alikuwa na maisha magumu sana, jambo lililopelekea mpaka mke wake kuweza kuachana naye, kitu ambacho kikamsababisha jamaa kuwa katika dimbwi kubwa sana la mawazo. Lakini pia alikuwa naiba mpaka pesa za mamake ili mradi tu aende akawekeze, lakini bado haikusaidia kabisa yeye kupata utajiri. Hali hii ya tamaa kubwa aliyokuwa nayo mwenyekiti ikampelekea mama yake mzazi kuanza kuhisi kwamba huenda mwanae anasumbuliwa na mapepo ya tamaa. Akampeleka sasa kwa mama yake na bidada Sojin waweze kumfanyia tambiko. Mwamba kwa sababu alikuwa haamini kabisa masuala haya, kila alichokuwa anaambiwa afanye yeye akawa hawezi kufanya, jambo ambalo likasababisha ile ibada iweze kufeli kabisa. Na wakati haya yote yanaendelea, haka kabidada Sojin kalikuwa kanaona kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Lakini mwenyekiti alipotoka katika eneo lile la tambiko alikuwa anaandamwa sana na roho chafu, zote zilikuwa zinataka kumuingia yeye, zilikuwa zinautamani sana mwili wake wa kipindi kirefu. Jamaa aliendesha gari mpaka katika maeneo fulani hivi ya milima na akaanza kuwasiliana na watu wake wakisema kwamba samani kiongozi, ule mpango wako wa biashara tena uliotuma umeweza kushindikana kwa mara nyingine. Jamaa alikasirika sana wakati huo. Sasa kando ya mwenyekiti kulikuwa kuna kambwa fulani kanabweka, baada ya kugundua kwamba ndani ya mwenyekiti kulikuwa kuna roho chafu. Sasa wakati kanabweka, mwamba kakafuata kakabeba vizuri tu, akaangalia kushoto na kulia, kagundua kwamba miliki hayupo, kakatupa kwenye korongo kubwa sana. Sasa tukirudi katika wakati huu, bidada sasa Sojin anamwambia Jinhee kwamba huyu mwenyekiti ana roho ndani yake mbaya sana. Bidada Sojin akaendelea kusema kwamba kipindi kile mamangu amefanya lile tambiko, ilitakiwa huyu mwenyekiti awage anapitia hali ngumu sana kwa sababu tambiko liliweza kushindikana, ila huyu mwenyekiti ndio akazidi kunawili na watu wakazidi kumjua zaidi na umaarufu wake ukakuwa mno. Sasa kama kawaida ya bidada Sojin, ili aweze kumloga mtu ambaye ana kisasi naye ni lazima apate vitu vyake vya karibu kidogo na picha yake. Akamwongeza bidada Jinhee kwamba naomba unisaidie kupata vitu ambavyo jamaa anavitumia, alafu unisaidie pia kupata picha yake. Na akamwambia kabisa bidada Jinhee kwamba kama hautokuwa tayari kunisaidia mimi, basi tambua kwamba lile jini ambalo liko ndani ya mwili wa huyu mwenyekiti litakuja kuzuru watu wengi sana
siku za baadaye. Bidada Jinia akasema kwamba najuta kabisa kwamba mimi nimeweza kusababisha kifo cha yule mkuu wa masuala ya habari, alafu leo nataka unipe kesi jingine tena eti nikamuue mpaka huyu mwenyekiti wa masuala ya misitu. Mimi ninachoamini sheria ina nguvu, ina uwezo wa kumhukumu mtu yoyote yule. Huyu mwenyekiti John Ho atahukumiwa kwa mkono wa sheria na si nguvu za kichawi kama hizo unazoweza kuzitumia. Sitaki tena niingie katika hatia ya kuweza kumuua mtu mwingine. Inatosha kwa yule mkuu wa masuala ya habari. Kwa heri. Mambo yameshaanza kuchangamka. Kumbuka kwamba mwenyekiti ndani yake ana roho moja ngumu kweli kweli, lakini huyu mwenyekiti wakati mwingi huwa anamtegemeaga mganga. Je, mwenyekiti hajaujua uwezo wake alionao ndani ya mwili wake? Nakwambia yajayo yanafurahisha. Angusha alama ya kulike utakapofikisha like 500 tu, basi natoa episode inayofuatia mbele. Fanya hivyo kwa haraka zaidi tuweze kusonga mbele.